علي نكتوك علي رضي الله عنه الله مرضيه قال مثيما انكسر إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهن جدا مسند يمبوينا مسند يمبوني واهية أو رواية هي واهية sana haina ndani yake uhakika na kuna maelezo ya hili mbele ya wanachuoni mbalimbali kuhusu ule uelezeo wa kuhusu mapiopio, kwa sababu hadithi hii elezea mapiopio. Na hadithi yenyewe tarjama inasema Ali anaelezea kwamba kilivunjika moja ya viungo vyangu, nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hilo, akaniamrisha nifanyeje? Ni tayammamu, akaniamrisha ni panguse juu ya piopio au kichacha, ngine anaita hivyo. Ingawa sanadi yake ni wahi sana. Sheikh Uthaymeen anaeleza hapa, anaelezea kuhusu hili kwa maana kwamba aliweka Ali piopio kwenye viungo vyake vilivyopata kuvunjika, kisha akatoa maelezo mwisho akasema almuhimu anna ar-rasula amarahu an yamsaha ala al-jaba'ir wa hadha al-hadith la yuhtaju bihi li dha'fihi, hadithi hii lakin yashhadu lahu al-hadith at-tali, lakini kuna hadithi nyingine ambayo ndio inafuata hiyo ya itolee ushahidi hadithi hii, kwa maana ni dhaifu sanad sahihu al-ma'na, ni dhaifu kwenye upande wa sanad lakini maana yake ni sahihi. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. kutoka Jabir Allah amridhie, yeye ameelezea, amepokea kuhusu mtu ambaye alipata jeraha, shujja, alipata na jeraha la kutobolewa, alijeruhiwa yeye, faghtasala famata, akaoga kisha akafa. Inma kana yakfihi an yatayammam, elezea kwamba hakika si wengine ilikuwa yamtosheleza yeye ya nini, atayammam. Wa yasib ala jurhihi khirqatan, na afunge kwenye lile jeraha lake kitambaa, kutosha hivyo tu. Thumma yamsahu alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi, kisha apanguse juu ya hicho kitambaa. Maana hukumu ya mapiopio hayo tayari kuhusu kupangusa, na aoshe baki ya kiwili chake chote. Rawahu Abu Daud bisanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala rawihi, na kuna ikhtilafu kuhusu wapokezi wake hadithi hii, lakini kwenye upande wa maana ni sahihi. Dhaifu sanad sahihu maana. Wa ibn Abbas, sababu wanasema ulama wa hadithi inaweza ikawa ni dhaifu kwenye vyote, na hii ndiyo mbaya. Na inawezekana ikawa ina udhaifu kwenye upande mmoja tu, kama hapa tunavyoona hapo kwenye upande wa sanadi ndio kuna dhaifu, lakini maana sahihi. Na Ibn Baz katoa maelezo kuhusu hili, kwa nini imekuwa dhaifu hii, na Imam al-Albani ameidhaifisha kwenye dhaifu al-Jami'. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, na kutoka Abdullah ibn Abbas Allah amridhia amesema, min as-sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammum illa salatan wahidatan, katika sunna kwamba asije akaswali mtu kwa ile tahara ya kutayammamu isipokuwa swala moja.
thumma yatayammamu lis-salati al-ukhra, kisha atayammamu kwa ajili ya swala nyingine. Kwa maana kama mtu ambaye ni mustahadh, yule mwanamke ambaye ni mustahadh, yeye kukutana hedhi, istihadha, damu ya ugonjwa, akitayammamu, kwa maana akitatia udhu kwa ajili ya swala hii iliyopo ambayo ni hadhira, asitumie udhu ule ule kwenye kunako swala ijayo. Na vile vile hukumu hii yamuingia yule ambaye atakuwa yeye ana mfano wa hukumu kama hii kisheria vile vile. Ingawa ulama ikiwemo Ibn Uthaymeen yeye kasema kwamba alhadithu dhaifun la yu'malu bihi, hadithi hii ni dhaifu, haifanyi kazi. Wanabqa ala al-asli, na tubakia kwenye ile asli yenyewe, min anna al-insana idha tayammama li salatin wa baqiya ala taharatihi fa innahu la yalzamuhu i'adatu at-tayammum idha dakhala waqtu at-tayammum. Kwa maana kwamba mwanadamu asili yenyewe ambayo tubakia nayo juu yake kwa munasaba wa udhaifu wa hadithi hii, mwanadamu haimlazimu yeye kutayammamu atakapotayammamu kwa ajili ya swala fulani na akabakia kwenye tahara yake mpaka wa muda wa swala nyingine. Hii ndio asili. Ikasema hivyo. Lakini ulama wamesema hivyo kwamba atatakiwa yeye kwa swala nyingine ya nini? Atayammamu. Na wapo waliosema kwamba la, kama Ibn Uthaymeen hapa, basi tayammamu. Kisha akasema wa anna tayammuma mutahhirun rafi'un lilhadathi, na kwamba kutayammamu ni kwenye kutoharisha ambako huondosha hadathi, ila an yazula sababu ibahatihi, mpaka pale ambapo itaondoka sababu ya kuwa kwake mubaha hilo, imma biwujudi alma, ima kwa kule kupatikana maji, kwamba kutayammamu basi tena. In kana tayammumu an adami alma, ikiwa kutayammamu ni kwa sababu ya kukosekana maji. Wa imma bizawali udhri in kana liudhrin, hadha huwa as-sahihu. Ima iwe ni kwa kule kuondoka udhuru, ikiwa uko kutayammamu ni kwa sababu ya udhuru, sababu kama nilivyosema sio tu kukosa maji ndio kwa mfanya mtu atayammamu, bali hata udhuru ambao wa mpa uzito mtu yeye kule kutayammamu. Mfano kama mtu ana majeraha kwenye vile viungo vya faradhi vya udhu, na akitia maji vidonda vitaendelea kuwa vibichi, au majeraha yataendelea kuwa mabichi, au pengine adhuriki afe. Hatuwezi kusema kwamba moja kwa moja tushikamane na dini kikweli kweli kwamba ndio maji yeye atawadhi kutakasi take. La, sio sawa. Inna dina yusrun. Hadithi hii ni dhaifu na ameipokea Imam ad-Darqutni kwa sanadi iliyokuwa dhaifu. Na mlango unaofuata ni mlango kuhusu hedhi. Na katika mambo ambayo baadhi ya watu huwatuhumu mashehe wa sunna kwamba wale ni ulama ul-haidh wan nifas, wale bwana ni wanachuoni wa hedhi na nifasi tu, yani kana kwamba hedhi na nifasi mambo madogo sana. Yani wanaona kwamba yani kama masala ya hedhi madogo sana, yani yafikia hatua hedhi jinsi ilivyokuwa ina matatizo mpaka watu watafautiana kwamba hii damu ya hedhi au ya nifasi, tuelewi yani, au ni istihadha, kwa maana au ni damu fasadi au vipi. Si jambo la kumdharau mtu kwamba yule alimul haidh wan nifas, kwa ni jambo dogo sana, ni kwa akili yako fiatu unaona kwamba jambo dogo sana ile si jambo dogo, bali ni kutukana watu tu kwamba wale kadha, kwa maana kwamba ni watu wa mambo ya kike wanataka watukane, na wao ndio salafia jihadia. Wako wanasema hivyo kama sisi ni salafiyun jihadiyun, dawa yetu salafia jihadia. Sasa hawa na mfano wa kama hawa watuhumu mashekhi wa sunna kwamba wao ni watu ni ulama ul-haidh wan nifas, hivyo basi kwa hiyo wao ndio wajanja. Ana Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya mwanzo kwenye mlango babul haidhi, kutoka kwa Aisha Allah amridhie,
anna Fatima binta Abi Hubaysh, kama Fatima bintu Abi Hubaysh kanat tustahadhu, alikuwa yeye akipatwa na damu istihadha au damu fasadin au damu ya ugonjwa. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema kumwambia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidhi damun aswadu yu'rafu, damu ya hedhi, hakika ya damu ya hedhi damu nyeusi ambayo yajulikana. Sheikh Fauzani akasema bikhilafi dami al-istihadha fa innahu yakunu ahmaru, afwan yakunu ahmara, kinyume na damu ya istihadha ya ugonjwa, hakika yake hiyo damu huwa ni damu nyekundu. Fayakunu au fa innahu yakunu ahmara, sio ahmaru, ndio maana nikasema afwan, ay fayakunu fa innahu yakunu ay al-istihadha ahmara, yani khabaru yakunu. Fahadha farqun bayinun au fahadha farqun baina dami al-haidh wa dami al-istihadha, hivyo na hii ni tofauti baina ya damu ya hedhi na damu ya ugonjwa. Wa hunaka furqanun au furqanani akharani bainahuma, na kuna tofauti nyingine mbili, vipambanuzi vingine viwili vingine baina ya damu mbili hizo. Wa huma anna dama al-haidh yakunu ghalidan takhinan, na jambo jingine, vipambanuzi vingine viwili hivyo ni kule kuwa damu ya hedhi inakuwa ni nzito, wa damu al-istihadhati yakunu raqiqan, damu ile ugonjwa ya wanyepesi. Jambo jingine, thumma inna dama al-haidh yu'rafu ay ta'rifuhu an-nisaa, wanaijua wanawake. Idh inna lahu raihatan karihatan muntina, wale ilipokuwa hiyo damu ina harufu mbaya yenye kukera. Bikhilafi dami al-istihadha, kinyume na damu ya ugonjwa. Fa innahu laysa lahu raiha, hadha maana qawlihi fi dami al-haydh yu'rafu bi fathi ar-ra wa yurwa bi kasriha ya'rifu bimaana anna lahu urfan wa huwa ar-raihatu al-kariha. Ani maeleza Sheikh Fauzani kwamba na pia damu ya istihadha nyepesi alafu nyekundu, sio nzito wala nyeusi wala yenye harufu, sifa ambazo zinapatikana kwenye damu ya hedhi. Na pia yu'rafu, kwa maana yu'rafu ay ta'rifuhu an-nisa, wanawake ndio wanaijua, sio kasema bwana mimi sijui. Wewe siye, ni wenzako, sio wewe. Na bifathi ra, kwa maana kusema yu'ra bifathi ra, na imepokelewa ya'rifu kwa maana kwamba yajulikana kwamba kiyenye upande wa urfu ni mazoea yao. Mtume akaendelea kusema fa idha kana dhalika fa amsiki ani sala, hali ikiwa hiyo ya hiyo damu nyeusi kwa maana ya hedhi hiyo ambayo ni nzito alafu inanuka au inanuka, basi jizuie kutoka na kuswali. Fa idha kana al-akharu, ikiwa hiyo damu nyingine hiyo ambayo ni nyekundu haina harufu na wala sio nzito, fatawaddai, tawadha, wasalli, na nini, na swali, kwa maana kwamba itakuwa hii damu ya istihadha. Kama tulivyosema, istihadha haimzui mtu kuswali, hata tendo la ndoa pia hivyo. Hadithi hii ipokea rawahu Abu Daud wa Nasai wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim, akaiona ni munkar ni katika viwango vya hadithi dhaifu, sio uovu sio uovu. Imam Abu Hatim. Na kuna maelezo ya Imam Sanani kwenye Subulus Salam walipokuwa kisherehesha hii Bulughul Maram. Subulus Salam ambayo ni sharh ya Bulughul Maram,
hata pia kayataja Imam Hamid al-Faqi kwenye maelezo yake. Wa fi hadithi Asma binti Umais, na kwenye hadithi ya Asma binti Umais inda Abi Daud, ambayo ipo kwenye Sunan Abi Daud. Na huyu Asma binti Umais ilikuwa ni mke wa Jaafar ibn Abi Talib. Huyu Jaafar ibn Abi Talib alipokufa katika vita vya Mu'ta, akaolewa huyu Asma na Abu Bakar. Kisha baada ya Abu Bakar akaja akaolewa na Ali ibn Abi Talib baada ya kufa kufa huyu Abu Bakar, kwa sababu katika wale ambao walichaguliwa viongozi kwenye ile ghazwa ya Mu'ta ilikuwa ni Jaafar ibn Abi Talib. Ndio maana ile jeshi likaitwa Jaishu al-Umara, jeshi la viongozi, lilikuwa na viongozi wengi, kinyume na vita vingine vilivyokuwa vikitokea. Kisha akamzalia yeye Yahya, mzalia Yahya. Kwa hiyo Ali alipata mtoto Yahya kupitia huyu Asma bint Umais. Na tukumbuke pia kuna Asma mwingine ambaye ni mtoto wa huyu Abu Bakar. Kwa hivyo pia tukisema kwamba aliolewa na Abu Bakar, Asma si huyo mwanawe. Fahamu vizuri hapo Asma bint Abi Bakar ambaye ni mama wa Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni mjukuu wa Abu Bakar, hivyo na ndiye aliyekuja kuuawa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Katika wale waliouawa huyu. Ndio maana wakasema ulama kwamba Hajjaj ni fasik. Kuna khilafu kwenye kukufurishwa, lakini kwenye ufasiki wake hakuna khilafu. Kana fasiqan. Kadhalika walitajlis fi mirkani, mwanamke na akae kwenye chombo, kwa maana allati tughsalu fiha au taghsilu fiha thiyab, taghsilu fiha thiyaba au tughsalu fiha thiyabu, kwenye kile chombo ambacho yeye atakuwa akioshia vyombo au chombo cha kuoshia vyombo. Fa idha ra'at sufratan fawqa alma, atakapoona umanjano juu ya maji, faltaghtasil lidhuhri wal asri ghuslan wahida, na aoge kwa ajili ya swala yake ya dhuhuri na ya alasiri. Kesho ngapi? Moja. Wataghtasilu lilmaghribi wal isha'i ghuslan wahida, na aoge kwa ajili ya maghribi na isha josho moja. Wataghtasilu lilfajri ghuslan wahida, na aoge kwa ajili ya swala ya alfajiri josho moja. Watatawaddau fima baina dhalik, kisha atatawadha kwenye ule wakati ambao upatikana baina ya nyakati hizo. Kwa maana kuna swala hapa zimefungamanishwa kuoga ili kupunguza ile damu ya istihadha, kuiondosha. Zimeambatanishwa na josho swala mbili, ikiwa ni ya dhuhuri na alasri, na swala ya maghribi na isha na alfajiri mustaqilla peke yake, ikiwa imejitosheleza. Kisha ule wakati ambao utatokea baina ya nyakati hizo za katikati, kwenye nyakati mbili au kwenye nyakati za baina ya swala mbili zilizotajwa na hii moja iliyotengeka ya alfajiri, akitaka kuswali mfano kama kwenye saa sita au kwenye saa 5, akitaka swali saa 5, huu ni muda wa katikati baina ya ule wakati wa kuoga kwa ajili ya alfajiri na kwa ajili ya adhuhuri na alasri. Kwa wakati huu atatawadha tu kawaida, hataoga, akiwa ni mwenye istihadha mwanamke. Amekishaingia wakati wa adhuhuri pale ataoga, na ikifika salatu alasri ataswali, atatia udhu kwa kuswali tu. Ikija magharibi ataoga, ikija isha atatia udhu, ataswali tu. Ikija alfajiri ataoga akiwa na nini? Damu ya istihadha. Tumefahamiana hapo alipo hivyo. Na imesahihisha al-Imam al-Albani hadithi hii. Wa an Hamna binti Jahsh qalat, na kutoka kwa Hamna binti Jahsh amesema. Haya ndio mambo ya kuelezea.
ya kuyafafanua, na maanisha kuyafahamu, yani kuyafahamu. Haya ndio mambo ya kuyafahamu, kwa sababu masala ya kusema kwamba wewe mbingwa kwenye balagha, sarfu, nahwu, hakutokea mkeo akaja kukuuliza kuhusu balagha, istiara, maknia nini. Mkeo hakuulizi hivyo, atajua mume wangu ni ustadhi, mbona sielewi mume wangu, damu naona sielewi ya mwaka huu au ya mwezi huu, balagha yako huko na fala yafilu huko na huyu mfailu huko, acha kuuliza hivyo. Na kuna hatari sana ya mume kutokujua dini, mambo ya ndani akatajua mwanaume mwingine na mkewe. Mtu akiambiwa some akijitia ujuaji hivyo hivyo, au pengine kuhusu, subhanallah, kuna mambo mengine yana athari sana mtu asipojua katika dini yake. Ifikia hatua kwamba mkewe aenda kuelezea mambo ya ndani ya kwako na yeye kwa ustadhi, kwa sababu wewe kuulizwa sijui unajua mashehe hawa nao wazuga. Soma dini yako, usijitie ujanja ikawa ni shekhe tu wa 40, ni shekhe tu wa hitma hizo, ni shekhe wa talaqini na dua nyingi, ubani masala ya kisheria hata kimoja utaki wewe. Mkeo wewe shekhe kwenye mambo hayo, alafu mkeo hajaenda kusema nahisi kutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa. Wewe afanya tendo la ndoa nani kama sio? Ikitokea hivi, akiuliziwa mwingine kuhusu jambo ambalo latokea baina yako wewe na mkeo, unaje hivi? Yani yapendezaje? Waridhia wewe ndayuthi kama waridhia, lasa ghayuran, kuna wivu wewe kabisa. Na wivu ni katika mambo ambayo ni makubwa sana, atakiwa mwanaume awe nayo. Ndio maana Ibn al-Qayyim akataja kwenye kile kitabu al-Fawaid kile, ingawa tuna process tuje tukisome pia inshallah. Sasa baada ya kupita mwezi huu unaokuja inshallah, kama itakuwa mambo yapo sawa na una vitabu kufundisha, lazima ujipange. Kadhalika kaelezea kwamba wivu ukikosekana yapelekea mtu awe dayuthi hanithi. Tamko mkilitoa nadhani ndio naeleweka zaidi, maana wengine dayuthi wengine hawanielewi. Yafikia hivyo, na ukizidi sana yapelekea kwenye hofu sasa na kutokumwamini mtu. Hivyo kweli. Sasa hebu angalia mambo kama haya watu wanapokuwa wanayakosa. Hebu afikiria wewe hilo jambo nililoelezea mimi jana kuhusu huyo mwanamke aliyenipigia simu akaniambia kuhusu masala ya kuoga janaba. Kama mumewe anajua singemwambia tu. Ina haja gani mpaka nje nishangae mimi ni watoto watano mtu hajui kuoga janaba? Kama mumewe anajua angemwambia tu. Kuna haja ya kusoma dini yetu kisha tuwafikishie wengine mambo kama haya. Masala ya kujiona mwamba wewe kwamba wa an hamnata, mbona ni hamnata hii jamii haitokuulizia hivyo, utaulizwa hukumu za mambo ya kidini. Nadhani hapo pako wazi. Hamna bintu Jahshin qalat, alisema huyu Hamna, kuntu ustahadu haidatan kathiratan shadidatan, ilikuwa mimi ni kipatwa na istihadha ilikuwa kubwa, kwa maana nikipatwa na hedhi kubwa, nikipatwa mimi na hedhi, nikipatwa na damu iliyokuwa kubwa tena nyingi. Fataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam astaftihi, nikamwendea mtume sallam hali ya kuwa namtaka fatwa. Faqala, akasema mtume, inma hiya rakdatun min ash-shaytan, hakika huo ni msukumo wa sheitani. Hapo walisema kwamba hilo mpigo la shetani, na ukiangalia hapa kuna maelezo mengi ya ulama kwenye kuwa ni mpigo wa shetani. Mpigo wa shetani kivipi? Mbakora au nini vipi? Kuna maelezo mengi. Kataja tafsiri mbili Sheikh Fauzani Allah mhifadhi. Na tafsiri moja inayafikiana na hadithi ile riwaya nyingine, inma dhalika irqun, hadithi ile hivyo. Sasa tulisema kwamba
hedhi yatoka kwenye mfuko wa uzazi, istihadha yatoka chini ya kwa uzazi, hivyo na tofauti. Kwa wametoa tafasili mbalimbali ulama kwenye hili, maelezo mbalimbali. Kuna maelezo ya Sheikh Fauzan anasema lil ulama fi dhalika tafsirani, wana ulama kwenye jambo hilo tafsiri mbili. At-tafsiru al-awwal, tafsiri ya mwanzo, anna shaytana yatasallatu ala al-mar'ati fi wujudi hadha ad-dami, shaytani yeye humsaliti kwa maana kumtawala mwanamke kwenye wakati wa hii damu, fayuwaswisu laha, kisha humtia wasiwasi, wa yushaddidu al-amra alaiha, na humkazia yeye jambo lile, jambo la damu lile humtilia mkazo yeye ile jambo la wasiwasi na damu. Kadhalika wayulqi alaiha al-ishkalat, na humwekea yeye kwa maana humtupia mwanamke ile hali ya kutatizika, min ajli an yaghummaha bidhalika wa yuhzinaha, kwa ajili ya amtie mawazo kwa jambo hilo na amtilie huzuni. Fa huwa yattakhidhu min hadha al-maradi sabilan limudayaqati al-muslimati bilwaswasati wat-tawhim, kwa hiyo hufanya kupitia maradhi haya njia ya kuwatilisha dhiki wale wanawake waislamu kwa kuwatia wasiwasi na kuwatilia hali ya kuwatatiza. Hiyo ni tafsiri ya ngapi? Ya kwanza. At-tafsiru thani, tafsiri ya pili, wa huwa anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam fi hadithin akhar, na tafsiri nyingine ni kwamba mtume sallam kwenye hadithi nyingine amesema inma dhalika irqun, yani nazif, haikasi pengine huo ni mshipa, kwa maana ule mchiriziko wa damu, mchiriziko tu wa damu. Wa fi hadha alhadith yaqulu rakdatun min ash-shaytani, na kwenye hadithi hii ambayo tumeisoma hapa anasema mtume kwamba ni mpigo ama msukumo wa shetani. Sasa wabil jam'i mahallu shay'in, sasa na kwa ajili ya kukusanya baina alhadithaini, baina ya hadithi mbili, nasalkhisu, tunapata ufupisho bi anna shaytana la'anahu Allah, kama shaytani Allah amlaani, yurkidu au yurkidu hivyo, yurkidu hadha al-irqa wa yuhrikuhu au wa yuharrikuhu fa yanfajiru min ajli an yushawisha ala al-muslima, kwa maana kwamba yeye hutikisa huu mshipa huu, hutikisa kisha ukabubujisha damu kwa ajili ya kumtilia wasiwasi mwanamke Muislamu. Falistihadatu idhan sababu hashaitan, ile damu ya ugonjwa ile, hivyo sasa chimbuko lake ama sababu yake ni shetani. Wa in kana masdaruha hadha al-irq, ijapokuwa chimbuko lake ni huu mshipa huu, walakin alladhi yuharrikuhu wa yusabbibuhu huwa shaytan, ambaye hutikisa na husababisha huo mshipa utoe hiyo damu ni shaytani. Fashaytanu yajri min ibni adama majra ad-dami, shaytani yuwapita kwa mwanadamu kwenye mapito ya damu, anapita. Wa yusibu al-insana bil adha, wa yusibu al-insana bil adha, na humsibu mwanadamu kwa maudhi. Idhan lam yatahassan minhu bidhikri walisti'adha, idha lam yatahassan, itakapokuwa mwanadamu hakujihifadhi minhu, kutoka maana huyo shaytani, bidhikri walisti'adha, kwa kumtaja Allah na kujihifadhi na yeye. Maelezo marefu lakini tutoshelezeke napo kwa sababu hayo yamejitosheleza. Mtume akamwambia fatahayyadhi 6 ayamin au 7 ayamin thumma ightasili, kahedhi, fatahayyadhi, kahedhi siku 6 au 7 kisha oga. Na kuna hali 3 wamezitaja ulama kwenye huyu mtu ambaye kapata damu ya istihadha. Hata Ibn Uthaymeen kazitaja kwenye kile kitabu chake ile ad-dima tabi'iyya, ambapo kaelezea mambo hayo kiupana zaidi. Na mwanamke atakapokuwa kapata na hali hii
sababu huenda ikawa yule aanza kutokana na damu tu hapo hapo ikatoka istihadha ikaendelea. Huwa amesema ulama atakaa kwa mujibu wa urfu wa wale wanawake wa kwao. Mfano yeye ndo anaanza kupata na hedhi, amuize dada yake sababu mambo yahusu wao, au mama yake kwamba aghlabu yako wewe mvipi hivyo, kwa sababu ni ngumu mwanamke kupata na damu ya hedhi alafu mzazi wa kike asijue. Ngumu hicho kitu, ile kabisa ni ngumu hicho kitu kabisa. Mtoto wa kike apate na hedhi alafu mzazi wa kike asijue. Hata bali si hivyo tu, bali huenda mtaa mzima ukajua kwamba leo wewe inatokea, mtaa mzima ukajua. Mimi najua mwanamke tunasoma shule alitokwa na hedhi, shule mzima ikajua, shule mzima, maana hakujiandaa na hilo. Kwa hiyo ile nguo ikaroa damu, mwili roa damu, ikaroa damu hivyo yakatoka iliyotokea, lakini shule mzima ilijua. Kwa kulikuwa na watoto jeuri walimtukana kweli yani. Kwa hiyo inatokea hivyo. Kwa si hali ya kwamba eti yafichikana kwa wanawake, bali kuna alama ambazo hata wanaume wanajua. Kuangalia usoni tu unajua kama wana hedhi, wengine wakikuangalia, yani kuna alama nyingi sana. Ukitembea kwenye uso mimi najua, lakini kutembea sijui. Kwenye uso nikimuona hivi najua, lakini kwenye kutembea hapo wallahu aalam sifahamu. Ni mambo ambayo watu wanayajua, bali kuna baadhi ya wanaume Allah kawajalia si hayo tu. Kuna baadhi ya wanaume akimwangalia mwanamke tu anajua kwamba anavaa nguo ya ndani namba ngapi. Najua. Yupo sahibi yangu anajua hicho kitu. Mfahamu kabisa, anajua kabisa. Nikamuuliza ilikuwaje ukajua hivi, akaniambia ilikuwa anauza hizo nguo miaka ya zamani. Kwa hiyo ilikuwa akija mwanamke anasema hizo zama hizo kabla hatujajua uharamu wa hivi nini. Akija mwanamke kama ni ya ndani kifuani au ya chini, basi namwangalia tu, naambia chagua rangi, kisha kuhusu namba niachie mimi, nitakuchukulia namba size yako. Hivyo watu wanafahamu. Bali si hivyo tu, wapo wanawake wazee ambao wanajua akimwangalia mwanamke tu kama kashaye kuingilia au hajaye kuingiliwa, akimwangalia tu maana vile anatembea vinajua kama huyu kashaye kuingiliwa, anajua. Wale wazee wale wanajua wenyewe. Kwa hiyo ima yeye turudi kwenye mahalu shahidi, maana msinoge na sodi mahalu shahidi kwenye upande wa kwamba yeye ili atoka tu damu akapata na hii istihadha, huyu atauliza wale wanawake ambao ni mfano wake, dada zake, mamdogo zake hao, wakisema kwamba akiambia mmoja 6, mwingine 5, mwingine 6, 5, hii ya 6 ndio imepata nini? Nguvu. Atakaa hedhi siku zake kwa mujibu wa siku ngapi? 6. Ama yule ambaye yeye atakuwa hana nini, hana nini, alitoka na damu